Kuna mtazamo fulani ambao upo katika jamii yetu na nauona kwamba mtazamo huu unabomoa zaidi kuliko kujenga. Mtazamo huu ni kwamba vijana ni taifa la kesho. Utasikia kwenye majukwaa ya kijamii, ya kisiasa, vyombo vya habari vikiongea kwamba vijana ni taifa la kesho. Lakini nikiangalia mtazamo huu naona kwamba si kweli, na sio mimi tu ambaye naona si kweli. Hata historia pia inaonesha hivyo kwamba si kweli kwamba vijana ni taifa la kesho, lakini ukweli kwamba ni vijana ni taifa la leo, sio kesho. Kwa mfano unapokuja katika historia utakuta kwamba mapinduzi makubwa katika dunia ambayo yameleta maisha tunayoishi ya leo na kuyafurahia yalifanywa na watu ambao walikuwa ni vijana. Okay? Iwe ni katika sayansi na teknolojia, katika siasa, katika jamii, yalifanywa na vijana zaidi. Na hata yale ambayo yanaonekana kana kwamba yalifanywa na wazee, utagundua kwamba walianza harakati hizo wakiwa ni vijana, ila zilichelewa kukamilika, zikakamilika wakiwa ni wazee. Okay? Lakini vijana unaposema leo ni taifa la kesho, unakuwa unawatoa katika kile ambacho kimetufikisha hapa leo, ambacho ni vijana wenzetu au watu ambao hawakukubaliana na mtazamo wa kwamba wao ni wa kesho, sio wa leo, ni wa kesho. Okay, chukulia kwa mfano mapinduzi ya kisayansi. Okay, tunapozungumzia wanasayansi hata wa zamani hata wa sasa wameyafanya hayo wakiwa ni vijana. Twende katika akina Isaac Newton, wakina Faraday, wote hawa utaona kwamba harakati zile walizifanya wakiwa ni vijana. Okay? Uje katika wagunduzi wa leo wa Facebook, YouTube, wote wameyafanya wakiwa ni vijana. Uje katika mambo ya kisiasa, Mwalimu Nyerere alianza harakati zake akiwa ni kijana kabisa, amemaliza zake chuo, anastahili sasa ajiriwe, aingie kazini, akiwa ajenge maisha yake kama kijana, akapiga chini akasema no, tujenge taifa kwanza. Okay? Yes. Twende mambo ya kijamii. Martin Luther King Jr. wa Marekani, mwanaharakati maarufu kwa kupinga ubaguzi wa rangi, ameyafanya hayo akiwa kijana, na mpaka leo tumeona mpaka rais mweusi ameingia madarakani, lakini kwa sababu kuna mtu ambaye alifanya hizo harakati akiwa ni kijana. Okay? Utasema Nelson Mandela mbona yeye alikuwa ni mzee? No, ametoka jela akiwa ni mzee, lakini zile harakati za ukombozi mpaka anakuja kukamatwa na kuwekwa jela zilifanywa akiwa ni kijana. Wewe unaonaje? Huoni kwamba mtazamo wa kwamba vijana ni taifa la kesho unawaweka nyuma vijana badala ya kuwafanya wawe mbele katika kupigania haki, katika kupigania mapinduzi ya kijamii, ya kiteknolojia, hata kisiasa? Karibu kwa maoni yako. Vijana ni taifa la leo au la kesho?